Bwana, mambo vipi? Video hii ni kwa ajili ya wale watu wa afya tiba asili, ndugu zangu ambao mnategemea siku za usoni mje ufungue YouTube channel, au huenda tayari mnatazama video hii mshafungua channel zenu. Kwenye video hii utajifunza jinsi ya kuepuka kufungiwa channel ya afya. YouTube channel za afya ni moja ya channel ambazo kwanza zina pesa sana, kwa sababu zinatafutwa na watu wengi sana wanahitaji kutatua matatizo yao. Kwa hiyo ukiachilia mbali pesa ambayo wanakulipa YouTube, wale watu ambao wanakutafuta unaweza kuwauzia bidhaa zako, kwa sababu tunaamini moja ya kitu ambacho kinatafuta mtandaoni kwa kasi YouTube na Google ni watu kutatua matatizo yao ya afya ambayo yanawasibu. Lakini pia hii industry ya mambo ya afya, hasa tiba asili, bado imekumbwa na matatizo mengi sana kwenye platform ya YouTube. Channel nyingi sana unakuta haziwi monetized, huenda kuna makosa anayofanya. Sasa kwenye video pia nitakwambia ni mambo yapi usiyafanye, lakini pia nitakujuza nini ufanye ili uwe salama, channel yako isiweze kufungwa. Twende pamoja na mimi mpaka mwisho wa video hii. Na wewe content creator wa mambo ya afya, jambo la kwanza kabisa ambalo haitakiwi ufanye kutoa tiba kama ukweli wa mwisho. Kwa mfano, kwenye video zako haitakiwi useme dawa hii inatibu kwa 100%. Hiyo ni hatari sana kwenye sheria za YouTube. Lakini pia kwenye video zako haitakiwi useme hakuna haja ya hospitali. Na kuna namna umeongea unakuja kueleza bidhaa yako kwamba kama tumia dawa za asili, hizo dawa unapona, hakuna haja ya kwenda hospitalini. Hilo ni kosa. Lakini pia katika kuongea kwenye video zako haitakiwi uje useme hii tiba ni ya uhakika. Hairuhusiwi kitu kama hicho pia. Hii tiba ni ya uhakika. Uhakika. What is uhakika? Kwa YouTube wanaamini una mislead watu kama sheria za afya. Na unapo mislead watu wenyewe wanaitem kama medical misinformation. Kwa hiyo channel ya serikali kama hiyo inakuwa kwenye hatihati ya aidha kuja kulipwa au pengine kuzuiliwa kabisa, kuwa demonetized, kuondolewa ile hali alikuwa analipwa inaondolewa kwenye channel yake, kwenye video yake husika. Jambo la pili ambalo wewe mtu afya inatakiwa ufanye YouTube ni kuzuia watu wasiende hospitalini. Kuzuia watu wasiende hospitalini. Na baadhi ya maneno hatari ambayo unaweza kaepuka, kwa mfano usiende hospitalini, au usiende hospitali. Neno jingine usiende kwa daktari. Neno jingine acha dawa za daktari, au achana na dawa za hospitalini, pengine zitakuletea madhara au pengine hazitibu. Kwa hiyo ukiwa unatumia maneno kama haya ya kuzuia watu kwenda hospitalini, basi tunasema channel yako inaweza ikafungwa bila hata kupewa onyo lolote lile kwamba bwana tutakupea angalizo. Hapana. Yaani unaifunga tu kwamba kwa nini unazuia watu wasiende hospitalini. Kwa hiyo uwe makini sana unapokuwa unatumia maneno yako. Lakini jambo la tatu ambalo unatakiwa uliepuke wewe mtu wa afya, epuka kudai unatibu magonjwa makubwa. Ni hatari sana. Kuna baadhi ya magonjwa makubwa, kwa mfano kuna kansa. Kwa namna yote ile ukiingia unatibu kansa au dawa fulani inatibu kansa kwenye video zako, ni hatari. HIV, ukimwi, ni hatari. Namba 3 tunasema diabetes, kisukari, ni hatari. Utengeneza video unadirectisha watu kwamba unatibu kisukari. Namba 4, ugonjwa hatari ambao hutakiwi kuongelea kwamba unautibu ni shinikizo la damu. Tunasema blood pressure, ni hatari. Tatizo la 5, magonjwa ya moyo. Kwa hiyo kwenye haya magonjwa matano, ukiongea kama unathibitishia watu dawa ipo inaenda kuwaponya kabisa, ndugu yangu, hiyo channel ipo kwa hatarini kwenda kufungwa au kupotezwa kabisa. Kwa hiyo uwe makini kwenye maneno unayotumia, kwenye elimu unayoitoa kwa ajili ya wale wanaokutazama. Kwa hiyo bila ushahidi wa kisayansi pamoja na disclaimer kwenye video zako, channel yako inaweza kuwa terminated au ikafutwa au ikapewa strike. Na tutakuja kuona mbele kidogo disclaimer ni nini na wewe kama mtu wa afya utaitumia vipi. Jambo la 4, mtu wa afya ambalo hatakiwi kulifanya kwenye mtandao wa YouTube ili channel yako iendelee kuwa salama, tunasema kuuza dawa bila tahadhari. Unapouza dawa bila tahadhari, kwa mfano unataja bei na unataja mawasiliano yako bila onyo, hiyo ni hatari. Lakini pia kusema maneno kama kila mtu atapona, nayo ni hatari. Jambo la mwisho ambalo wewe mtu wa afya ndio uwe makini sana kwenye channel yako
kutumia ushuhuda kama uthibitisho. Kutumia ushuhuda kama uthibitisho. Kwa mfano, na post video yako au na kuonaelezea mwenyewe kwamba huyu alikunywa hii dawa akapona kabisa. YouTube wanachukulia kama tunasema misleading claim. Yaani ni madai ya upotoshaji kwamba unatupotosha tu na kutanganya. Aliponaje? Kwa hiyo nakuwa makini leo hata unapojitengeneza zile shuhuda zako kwa ajili ya post YouTube. Hata kama kweli zikifanya ile kazi na watu zikawasaidia, uwe makini sana. Ndio maana sometimes njia rahisi tunayosemaga wewe gonga elimu kwenye YouTube, kwenye description ya channel yako au chini ya video ukiweka mawasiliano yako, mtu kama ana shida atakutafuta. Akisha kutafuta leo unapomuelezea sasa huko ndo unagonga kwamba bwana hii dawa inatibu wote. Kwenye WhatsApp sasa unaweza kumtumia shuhuda kwamba bwana fulani alipona, fulani ilikuwa hivi kama vile. Lakini so hivyo vitu ukiexpose kwenye platform ya YouTube. Sasa ni jinsi gani utakuwa salama kwenye mtandao wa YouTube wewe mtu wa afya? In case unataka kuwa salama, jambo la kwanza ambalo inabidi ulifanye, tumia disclaimer kwenye kila video. Disclaimer ni muhimu sana, na hii disclaimer unaweza ukaitumia mwanzoni mwa video au mwishoni mwa video au ukaandika kwenye description au ukaandika kwenye comment alafu ukaipini. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maeneo ambayo unaweza ukaitumia hiyo disclaimer. Disclaimer ni nini? Disclaimer tutasema ni maneno muhimu ambayo yanaonyesha nini unafanya. Unaweza kutoa unaongelea kwamba dawa inaponya, kumbe wewe unafanya vile kutoa elimu na sio kama kweli unauza hiyo dawa. Kwa hiyo hiyo disclaimer yako inabidi ieleze. Na mfano disclaimer unaweza kaisema kama hivi: maudhui haya ni kwa elimu tu au ni kwa ajili ya elimu tu. Hayachukui nafasi ya ushauri wa daktari. Tafadhali wasiliana na mtaalamu wa afya kabla ya kutumia tiba yoyote. Kwa hiyo maneno kama hayo ni mfano wa disclaimer ambao unaweza kuyatumia kwa mtu wa afya. Kwa hiyo kama unatumia kwenye comment au kwenye description, maana yake utaandika pale chini. Lakini kama una edit kwenye video, maana yake uta display pale video inapoanza. Inakuwa exposed hata sekunde 5 au sekunde 7 hivi. Maana yake hiyo ni njia itakusaidia wewe mtu wa afya kuwa salama na channel yako kuwa salama. Tumia disclaimer. Jambo la pili, mtu wa afya ambalo unaweza ukalisema, badilisha maneno ndio unapokuwa unatamka maneno yako kwenye video zako. Kwa mfano, badala ya kusema dawa fulani au bidhaa fulani inatibu X kitu fulani, unaweza kutumia maneno kama kusaidia kupunguza dalili za dash dash. Unaona, inasaidia kupunguza dalili za dash dash au inasaidia kupunguza madhara ya dash dash. Usiseme inatibu, no, hiyo hairuhusiwi. Kwa hiyo badilisha maneno kwa sababu kama hiyo inasaidia kupunguza, inaondoa maumivu, inasaidia hivyo kutumiwa kama tiba ya asili ya kusaidia mwili. Labda bidhaa hii au pengine mmea huu kutumiwa kama bidhaa ya asili ya kusaidia mwili kuondoa katika uchovu, kufanya kitu fulani. Usiseme inatibu, kwa hiyo inasaidia, inapunguza maumivu au inatumika kama tiba ya asili. Lakini jambo la tatu, mtu afya ambalo unaweza kulifanya, eleza chanzo cha maarifa. Eleza chanzo cha maarifa. Kwa mfano, nataka uongelee dawa fulani, unakuja unasema kulingana na matumizi ya jadi. Afu unaandika sentence yako. Au pengine unakuta mambo ya jadi, unaona kama ni uganga kienyeji au wajadi watu kama hawatapenda, unakuja kutumia maneno kama katika tiba asili mmea huu hutumika, unaendelea. Manake umetoa chanzo cha maarifa kwamba maarifa haya yanatokana na asili na sio kwamba umeyatoa wewe kwamba unathibitisha hicho kitu. Kwa hiyo unatumia maneno kama katika tiba asili mmea huu hutumika pengine kupunguza uvimbe, mmea huu hutumika kuongeza maumbile. Sisi tumeelewana guys? Kuongeza maumbile. Usiseme sijui nguvu za kiume, sijui nini, unaenda direct straight. Utakulamba viboko YouTube. Lakini jambo la 4 ambalo inabidi ulifanye, usitoe dozi kali. Nikisema dozi kali, kwa mfano unakuwa unaongelea dawa fulani au kitu fulani, unamwelekeza mtu, unamwambia tumia sijui miligram kadhaa, au pengine tumia kipimo kingine cha dawa nini. Kuna mils na kuna gram. Labda tumia gram fulani za dawa, au pengine tumia mils 5 kwa mtoto ambaye pengine ana miezi mingapi. No.
hiyo ni lugha ya ukali. Hiyo ni lugha inayoashiria dozi unayoitoa ni kali. Kwa hiyo haitakiwi utumie maneno kama hayo YouTube. YouTube anakuwa mslabu, tunaambia labda unakuwa unaambia ile maneno ya jumla kwamba unatumia kiasi kidogo itakusaidia kupunguza maumivu, au tumia kiasi kidogo kwa muda mfupi itakusaidia kupunguza maumivu. Unakuwa unapoza maneno kwa staili kama hii, una generalize. Usiende na maneno ya vipimo kwamba ukitaka upone 100 huu lazima uchanganye lita 2. Ukishachanganya lita 2 za maji, sijui pengine utaulaza usiku, ukishalaza masaa 4, naamka asubuhi unapima glasi 2 za maji sijui na vijiko vingapi. Usipende kutumia lugha kama hizo. Hizo lugha zinaashiria dozi unayotoa ni dozi kali. Ndio YouTube ambavyo wenyewe wanasema. Jambo la 5 na la mwisho, epuka thumbnails na title hatarishi. Nikisema thumbnail ni ile picha inayoweka juu ya video yako, na title ndio kile kichwa cha habari cha video yako ambayo umekuwa umeupload YouTube. Mfano, kutumia maneno kama tiba ya hakika ya kisukari. Bora useme mmea unaopunguza madhara ya kisukari, kuliko kusema tiba ya hakika ya kisukari. Tumeelewana mpaka hapo? Au mimea inayotumika kiasili kupunguza kiasi cha sukari. Kwa hiyo unakuwa unaongea vitu kama hivyo. Na mwisho kabisa, kama nilivyosema pale awali, YouTube itumie kutoa elimu bila madai ya tiba. Ila issue za tiba, issue za nini? Si kuna masuala yako pale umeandika, watu watakutafuta ndio utiririke huko mbele kwa mbele huko, lakini sio unaweza kutiririka kwenye YouTube kwamba bwana dawa hii dozi tuuza 300,000. Dozi bwana ishasaidia watu si milioni. Hapana, kwenye mtandao wa YouTube hatuendi kwa staili kama hiyo. Bila shaka wewe mtu wa afya umepata kitu, umepata madini, basi yatumie ili aweze kukusaidia channel yako iendelee kuwa salama siku zote. Tena wakati mwingine na kwenye video nyingine tena. Asante.